أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bibi Fatima Zahra alayha salam anasema katika hadithi ambayo kwamba ni hadithi iliyojulikana baina maulama, anasema kwamba au imepokelewa hadithi kwamba jaa fi khutbati sayyida, yani imepokelewa katika khutba ya Sayyida, anasema kwamba Sayyida Fatima Zahra anasema faja'ala Allahu al-imana tathiran lakum min ash-shirk was-salah tanzihan 'anil kibr waz-zakah tazkiyatan lin-nafs wa nama'an fi ar-rizq was-siyam tathbitan lil-ikhlas wal-hajj tashyidan lid-din. Hadithi hii, kabla hatujaingia katika tarjuma, hadithi hii inahusiana na illa ya hukum, yani inahusiana na sababu ya hukum. Sisi tunajua wanadamu wa kawaida, katika sheria nyingi hatuwezi diriki sababu zake. Yani mathalan mtu atakapokuuliza kwa nini unarukuu, kama yani kwa nini tunainama wakati wa swala, hatuwezi jua sababu yake, lakini kuna watu ambao kwamba wanajua sababu zake ambao kwamba ni mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na pia maimamu wanafahamu hizi sababu zake, ndio inaitwa illatul hukm au ilalu sharia, yani sababu kuu za sheria. Kwa nini sheria hii imeletwa, kwa nini hukumu hii imeletwa, kwa nini sababu ya sheria fulani ama hukumu fulani imepatikana au imewekewa au imefaradhishwa kwa Uislamu. Anasema Bibi Fatima Zahra kwamba faja'ala Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia au amekufanyieni au amekuwekeeni imani, yani hii imani ambayo kwamba sisi tunaamini, na tunaamini yani chochote ambacho kwamba iko katika Uislamu sisi tunaamini, na wakati ambao kwamba utashika ibada zaidi, utajiweka karibu na Mwenyezi Mungu zaidi, imani yako itakuwa yenye kupanda na kupanda zaidi. Sasa hii iman ambayo kwamba imejaliwa katika Uislamu ni kwa sababu gani? Anasema ni kwa sababu ya tathiran, hiyo ni yenye kuwasafisha mina shirk, hiyo ni yenye kuwasafisha kutokamana na shirki. Wakati ambao kwamba utakuwa karibu na Mwenyezi Mungu zaidi, utakuwa mbali na shirki. Wakati ambao kwamba utajiweka karibu naye, utakuwa mbali na shirki. Si hiyo peke yake, wassalatu, na imejaliwa swala tanzihan, kwa ajili ya kuwekeeni au kukutakaseni anil kibri, kutokamana na nini? Na kiburi. Wakati ambao kwamba tunaswali, mathalan wakati ambao kwamba unarukuu, wakati ambao kwamba unasujudu, ile kusujudu ni kujidhalilisha mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakati ambao kwamba unasujudu kwa mwanadamu wa kawaida, hiyo inamaanisha kwamba unajidhalilisha mbele ule mwanadamu, ambaye kwamba haifai na haijuzu kujidhalilisha mbele ya mwanadamu wengine, kama vile wakati wa utumwa watu waliokuwa wanafanywa. Lakini sasa ile kusujudu ni kujidhalilisha mbele ya Allah, na ndo inahakikisha maana ya ubudiyya, inahakikisha maana ya wewe kuwa ni slave, kuwa ni mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na upande mwingine pia ni kujifakharisha kwamba unamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Sasa ndo maana anasema was-salat tanzihan 'anil kibri waz-zakah, nimejaliwa hii sadaka tazkiyatan lin-nafs, kwa ajili ya kuitakasa nafsi. Wakati ambao kwamba unapotoa sadaka aina yote ile, ima ni zaka, ima ni khums, ama ni nyinginezo hizi ndogo ndogo kwa maskini, kwa mwenye anahitajia, inamaanisha kwamba the more unatoa, the more unaisafisha nafsi yako. Si hivyo peke yake, anasema wanamaan fi rizq, wakati ambao kwamba utatoa hiyo sadaka, pia riziki yako inakuwa yenye kupanuka. Na si hiyo peke yake, anasema kwamba
anasema kwamba wasiyam na saum tathbitan lilikhlas, na imejaliwa saum ili kuthibitisha, ili kuiweka, yani kuiweka ikhlas, yani kuifunga ikhlas na kujalia ikhlas iwe ni thabiti kwa nafsi, imekuwa iwe ni yenye kuthabiti katika nafsi, isiwe ni yenye kuwa ni yenye kutingishwa na chochote, lakini ikhlas iwe ni yenye kuwa thabiti. Na sio hivyo peke yake, walhaj, na imejaliwa haj, imewekwa haj. Kwa nini? Tashyidan lidin, imewekwa haji kwa ajili ya kuimarisha dini. Yani kuimarisha dini kivipi? Kwa ajili wakati ambao kwamba watu wanapoenda haji wanakumbuka mengi ambayo kwamba yaliyotokea katika historia, kuanzia Nabii Ibrahim alayhi salam, hata wakati mwingine kuanzia Nabii Adam alayhi salam, yani manabii wote tunakumbuka. Ukienda katika haji utakuwa wenye kukumbuka manabii wote kuanzia Nabii Adam, sema ambapo kwamba alikutana na Bibi Hawa, na pia kina Nabii Ibrahim alayhi salam, utakuwa wenye kukumbuka. Kwa hivyo ile haji imewekwa kwa ajili ya kuimarisha dini na kuweka dini kuwa na msingi thabiti na kuwa na msingi ambayo kwamba imetulia. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufufue pamoja na hawa waja wema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.